Ashokoja. Ashaba. Shaka. Instagram. Leo bwana tumepata mgeni ambaye ni very special my guy. Na leo bwana tumekuwa na Shaboy ndani ya studio za Pafenga Media. Bwana inakuaje? Fresh bro. Usishao. Harakati zinaendaje? Shayupo namzungumzia. Bwana kwanza hongera kwa kazi nzuri. Watu wengi wanakusikia ngoma yako imetembea sana na bebes kibao. Wewe usikilize. Bila pesa huwezi kufanya chochote, huwezi kwenda kokote, lakini Mwenyezi Mungu akanisaidia. Kweli mwanangu ndio yeye mwenyewe. Sikiliza Gombe. Nilikuja na moyo wangu safi, nikiwa sina kitu ila nakupenda kweli. Ukaniona dhaifu, maskini wa mjini, ukamini furaha inapatikana kwa mali. Lakini mapenzi sio magari wala nyumba, ni pumzi ya moyo, ni uaminifu wa roho. Bana, mambo vipi mtazamaji wa Pafenga Media? Karibu tena, ni wasaa mwingine tunakutana kwa ajili ya kupata news mbalimbali ambazo zimejiri hapa katika YouTube channel yetu. Kama hujasubscribe, like, comment, lakini pia tufollow kwenye digital platform zetu kama Facebook au YouTube pamoja. Bana, kwanza hongera kwa kazi nzuri. Watu wengi wanakusikia ngoma yako imetembea sana na bebes kibao. Umeona bwana? Wanaitumia nyimbo yako kwenye matukio mbalimbali. Kikubwa ni nyimbo imekuwa kubwa sana, imewagusa sana watu, imegusa hisia za watu wengi. Hebu tupe siri ya ilikuwaje yani kwanza ukatengeneza nyimbo kali kama hii? Nilijua bila pesa huwezi kufanya chochote, huwezi kwenda kokote, lakini Mwenyezi Mungu akanisaidia. Nikakutana na mwanamke mzuri, muolewa, mstaarabu, mpaka akafanya niandike hii ngoma. Hiyo ujumbe kwake tosha. Kumekuwa na kutokuwa na muendelezo kwa wasanii ambao wanachipukia na kufanya vizuri. Kutokana na matukio mbalimbali ambayo yanaendelea hapa. Unajua mtu kishakuwa na tayari na jina, watu wanakujua, ustaa ule tayari mpya kwako. Kunakuwa na tabia ya wasanii kujiingiza kwenye makundi, labda kwenye kuwa na mahusiano na watu wengi, yani madao kule. Umejipangaje kwa upande wako katika hilo? Ukiamini unachokifanya, huwezi kufanya vitu tofauti kwenye maisha yako. Right? Lazima uende na kile unachokihitaji. Hello Mr. Chakoda. Nakutumia linki sasa hivi. Uangalie kijana anapo trend sasa kwenye mitandao. Shaboy. Sawa. Nini? Amusiki na ile tukio ulimkuta Obiti? Hapana mganga, si hatusiki. Sisi tumemkuta kule kalala hivyo alafu kuna kina mama wengi ndio wamemstiri hizo nguo, tunaambiwa tumlete kwa mganga Sele, ndio tumemleta kwako hapa. Nauliza tena. Amusiki na ile tukio? Sasa tusiki. Sawa, unaweza mkaenda. Ashaba. Shaka. Ashokoja.
Wananchi oye! Wananchi oye! Asanteni sana kwa kuja kunisikiliza wito wangu. Nadhani nimekuiteni hapa na jambo moja tu. Nahitaji kugombea mwenyekiti katika mtaa huu. Nadhani kero za mtaa huu ni wenyewe mnazijua. Kuna hadha kila siku tunapata watoto wetu kama unavyoona wanavyofanyiwa ukatili, wanavyofanyiwa unyama. Mwenyekiti mpaka leo hamna chochote alichokifanya. Kwa hiyo naomba mnikabidhi ridhaa hiyo mimi niwe mwenyekiti wa mtaa huu. Lakini kero hizi zote hizi naamini wazi nitazitatua. Na isitoshe kuna kero nyingi sana katika mtaa huu. Ikiwa kama takataka kila nyumba moja ilikopo zinatolewa shilingi 3,000. Sawa eh? Lakini mimi nikipita nikiwa mwenyekiti na mkinipa ridhaa, kila nyumba takataka itabidi itoe shilingi 1,500. Na ulinzi shirikishi mnalalamika na tunalalamika, sio mnalalamika pekee, hata mimi nalalamika vile vile. Kila nyumba shilingi 2,000. Lakini naamini wazi nikishapita mimi, kila kaya muwe mnakaa watu 10, muwe mnakaa watu 20, muwe mnakaa watu 30, inatakiwa tuwe shilingi 2,000. Makofi mengi sana. Naam. Nafikiri unafurahia sasa hivi mziki wako, unaanza kuyaona mafanikio, watu wamekupokea. Sasa katika haya mafanikio yako unaweza kuniambia mimi naweza nikanufaika na nini? Cha kwanza nashukuru kwa kunipambania kwa kufika hapa mpaka nilipo, na muziki inatembea na naona kabisa watu wamenipokea kwa mikono miwili, lakini siwezi kukuambia kama nitakupa kitu au nitakulipa kitu, lakini nilikuwa naomba kwenye kila show nitoifanye basi utachukua hata 50%. Kila show nitoifanye utachukua 50%. Na kuomba bro. Hapo sawa. Lakini mimi sio management yako au mimi sio lebo ambayo ilokusajili. Mimi nipo tu nyuma ya hili jambo, lakini sihitaji watu wanifahamu kama nipo. Hayo mambo utafanya na lebo yako. Wao ndo watajua kukadiria kiasi gani ambacho utachukua na kiasi gani kitabaki kwao. Ila na mimi nina jambo langu ambalo nataka ulifanye. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa hilo naomba munielewe na mlizingatie, na mimi siwezi kuwa mwenyekiti bila kunigea nyinyi kula zenu. Haya mama hapo. Mwenyekiti. Naam. Mimi na jawabu langu. Swala la ulinzi na takataka. Umesema ulinzi tunapunguza shilingi 2,000. Alafu takataka tutafanya 500. Kwa nini 500 isitoke kama shilingi 2,000? Ikawa shilingi 1,000 na ipae kwa 3,000. Makofi mengi sana kwa mama. Asanteni sana. Najua mimi siwezi nikasema nitapunguza na kati ikiwa bado sijapata mwenyekiti. Nikishapata mwenyekiti tu, nikiwa mwenyekiti tu, naamini wazi hiyo swala hilo kwangu mimi ni dogo sana. Na nitatekeleza hilo. Sawa eh? Sawa mwenyekiti. Na vijana wetu mnavyoona jinsi wanavyoumia, wanavyonyanyaswa, wanavyofanyiwa ukatili, lakini mkinigea mimi mwenyekiti, naamini wazi. Mwenyekiti, na vipi kuhusu maji au huoni kama limeshakuwa tatizo?
Maana hii wiki ya pili tunahangaika Sio tatizo kuhusu maji, ndio maana nikakwambia mimi nipitikisha kuwa mwenyekiti tu. Maji sio tatizo, nitatoa hapo bondeni hapo, nitapandisha huku juu huku. Wananchi wote utapata maji. Makofi mengi sana. Mitano. Sawa. Naamini wazi mmenielewa, naamini wazi katika kula utanigea. Je, akina baba uko nyuma mtanipa? Ndio. Akina mama uko mbele? Asanteni sana. Tumemaliza kikao. Asante. Mimi na mambo haya mawili. Jambo la kwanza, nahitaji uwe container. Yaani nahitaji uwe show ambazo utakazoandaliwa za kwenda nje ya nchi, na kokote ambapo utapokuwa unaelekea kufanya show huwa unaenda na mzigo wangu, sababu utaandaliwa show za kwenda Kenya, Uganda, ikiwezekana hata Marekani, lakini natakiwa ubebe mzigo wangu usafiri nao. Kuna watu wahusika kabisa wataenda kuwapatia huko, na kuna chochote kitu kitaingia nje ya show yako. Kama utakuwa utalishindwa hilo, utatumia njia ambazo wanatumia wasanii wengine ambao wana maendeleo, lakini sio kama njia hiyo ambayo nilokupa. Yeah. Shemeji. Babu shemeji. Naona kaka yako toka aondoke. Apigi simu wala nikipiga simu zangu hazipatikani. Mpaka leo hii. Na hata hapa nyumbani kila kitu nifanye mimi peke yangu kuhusu kula. Nihangaike nipate hela kula mwenzangu mpaka nikwambie. Bila kukwambia mwenzangu utoi hata hela ya chakula. Watoto wako wanaishi vipi? Wewe upo tu. Yaani hata roho ya huruma ile hauna, shemeji yangu. Shemeji, brother kama anafanya machafu huko nje, mimi siwezi nikakuficha. Na kama anafanya mazuri, najua huwezi kuniambia. Afu kuhusu mambo sui ya kula sui ya nini, kama kuna kitu kinahitajika, unapaswa uniambie shemeji. Usikae kimya, wewe niambie tu, mimi nitajua jinsi ya kufanya. Afu kuna kitu nataka nikwambie shemeji. Gaza. Kwa naomba kidogo unipe muda ili nifikirie. Siona wasanii wanafanikiwa kwenye muziki. Wengine wanapita hizo njia na wanakuwaga hawana muda mwingi wa kufikiria, kwa sababu watu wanatoka mbali sana, wanatoka kwenye maisha magumu. Kwa hiyo kama utakuwa umehafiki, nenda katafakari, ila sio jambo la kuchukua muda mrefu sana. Sawa, nakuelewa. Takia good day. Basi poa. Aziza we. Vipi kwani?
Hebu kaa kwanza hapo chini. Aziza, isiyo kama mimba hiyo. Mama, sina mimba, mkubwa jisikie tu vibaya na mdomo wangu wa uchungu. Wewe sasa nenda ndani ukajiandae kupeleka hospitali. Umenielewa? Inuka hapo nenda. Shemeji, hii mitoto ya kike nilikwambia sio ya kupeleka shule mambo mengi. Mtoto likishamaliza tu shule ya msingi nini anajua kusoma, anajua kuhesabu, imeisha. So lazima aende sekondari sijui wapi kufanya nini huko. Pia kuletea watoto wa watu matatizo bure. Kumbe mitoto yenyewe haieleweki mambo mengi. Si mambo ya kutiana aibu sasa. Sasa ndo mambo gani kama haya? Yote hii zahama unaileta wewe na kaka yako. Asubiri kuolewa tu. Sasa ndo mambo gani haya? Unafikiri mimi naweza kula mtoto peke yangu bila nani? Bila baba na mama? Inatakiwa mtoto baba na mama mnalea wote watoto. Ndio mtoto anakaa vizuri. Wewe ukisema hivi mtoto anasema hivi. Mtoto anakusikiliza. Lakini peke yako unasema peke yangu, mimi peke yangu ndio nataka kusikia. Ndio maana nilitoa ushauri asiende shule. Yaani katika vikao vyako au katika mikutano yako watu wanajitokeza kwa wingi. Na watu hawaachi kukuzungumzia ndugu yangu. Unakubalika sana kaka. Mimi nashukuru. Nashukuru, yani nashukuru wananiitikia vizuri. Wanajitokeza kwa wingi. Wananiitikia vizuri sana. Wananikubali. Sawa. Wananikubali. Ndivyo unapotakiwa. Sema ni kitu kimoja tu ndugu yangu unachoalini. Pale unapozungumza jina langu mimi kwa yale mambo yaliyojitokeza kipindi katika utawala wangu mimi wa serikali za mtaa. Pale unapokosea. Wewe nenda zungumza sera yako wewe. Mimi nitawafanyia wananchi. Unaponizungumzia mimi, maana yake unaambia mimi nisisogee mbele. Unajua kama mimi naenda kugombania nini? Kule. Letu hili moja. Sawa sawa? Kwa hiyo lazima tuweke timu moja kama nilivyokuambia awali. Ushirikiano ni muhimu. Kwa hiyo unapopanda katika stage zungumza wananchi wako unafanyia nini au utafanyia kitu gani? Mpaka sasa hivi hajarudi. Sijui ameenda wapi jamani. Kuna wageni. Haya, ndio kutokako. Nzuri mama, shikamoo. Vipi? Za huko nzuri mama. Sijui nyinyi. Shoga yangu wewe. Huko tumetoka hospitali huko mdogo wako. Usipita tumempima huko kajulikana mjamzito. Nilivyokuja kumbana ndo kasema mimba ya Abduli. Abduli huyo? Huyo wa mtaani. Nachoka mimi. Sasa kasema au dada yake wewe mpo pamoja unajua haya shoga yangu. Mimi sijui chochote mama. Sijui chochote. Aziza mdogo wangu. Yaani sikufikiria kabisa kama ungefanya ujinga. Yaani mama anatumia pesa zake kusomesha wewe. Yaani faida yake ndio upumbavu unamletea hapa. Basi mimi nimekwambiaje, huyu mtoto simpendi. Analetea zahama, mizigo mimi siwezi. Kuletea mzigo mwingine kuja kule hapa mimi siwezi. Nyewe tu hapo mizigo. Alafu tena mzigo tena mwingine. Mimi siwezi mwanangu. Huyu sasa nataka unani hapa tumpeleke huko kwa Abduli. Na ndio umefika hapa na kwamba chukua begi lako upeleka ndani tumpeleke wewe bibie. Sawa mama. Lakini ukizungumza shida zangu mimi ni mambo yanayofanya mimi. Alafu pili yani uchafu uliofanyika kipindi cha utawala wangu mimi utasababisha nisisogee. Hii ofisi ni yako wakati wote unaitawala wewe. Hii yani ndivyo ilivyo. Yaani mimi naondoka. Na kuamini wewe nini utakuja kufanya katika ofisi hii. Kwa hiyo nakutegemea sana ndugu yangu. Sawa. Sawa mwenyekiti, mimi nadhani nimekuelewa. Nielewa. Ondoa shaka. Natekeleza kwa hayo unayotaka wewe. Nashukuru kwa hiyo.
Nielewa. Nashukuru sana. Bila ukubali sana jamaa. Na ukubali sana. Ndivyo ilivyo hivyo. Ni ushirikiano tunaanza hapa chini. Na wakati wetu sasa. Wa kupambania. Na mimi najua wewe maisha yatabadilika. Basi sawa, kwa sababu kuna kikao na malizia yako kukusanya taarifa, umeona niweze kuzikusanya hapa ofisini. Kwa lazima mimi kuingia mtaani. Sawa, na mwenyekiti mimi niache nende kaendelee kidogo na mambo kidogo na kufikiria na mimi kidogo. Hapo tumesikia la kabisa. Mimi ninapohangaika kuangalia lote linawanga hiyo. Na choka Aziza. Unataka kuelewa? Haya. Inuka hapo tuondoke. Yaani mimi simpendi kabisa ukaa hapa. Mzigo sina jana. Inuka. Hebu twende huko. Kazana bwana. Kama bikira yangu itarudi, basi na watu endelee kupumua. Lakini kama bikira yangu haitorudi, basi na watu wateseke mpaka kufa kwao. Kama hichi kitambaa kitateketea, basi na hawa watu wateketee. Lakini kama hichi kitambaa hakitoteketea, basi na watu endelee kuwa hai. Nilikuja na moyo wangu safi, nikiwa sina kitu ila nakupenda kweli. Ukaniona dhaifu, maskini wa mjini, ukamini furaha inapatikana kwa mali. Lakini mapenzi sio magari wala nyumba, ni pumzi ya moyo, ni uaminifu wa roho. Hisi ya mapenzi si mali, hata kama sina mali. My feeling zipo juu yako. Anakuwa hii dunia pesa na vito, lakini roho yako inalia kimya kimya. Yajua thamani ya mapenzi ya kweli, usingefunga moyo kwa minyororo.